lakini mazingira ya goli ambayo limeweza kupatikana moja kwa moja kwamba Simba Sports Club hakustahili kuweza kupata lile goli, kwa sababu ukiangalia penalty ilikuwa ni clear penalty. Kwa sababu gani? Kwa sababu Elie Mpanzu kipindi anaingia kwenye boxi ameisha mtambuka beki, anakwenda kuonana na goalkeeper, alipopress mpira kwenda kwa mbele, kipa alicheza miguu ya Elie Mpanzu badala ya mpira. No doubt kwamba ile ilikuwa clear penalty. Ni kweli kabisa ilikuwa clear penalty. Utata unakuja wakati wa pigo huru la penalty ambapo Clatous Chota Chama akiwa mbele ya mpira kwenda kumkabili goalkeeper mgole wa Dodoma Jiji, inaonekana kabisa kwamba kabla Chama hajainua mguu wake kuugusa mpira, Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa katika involvement ya ile tukio ambao kitaalamu wanaita encroachment, kwamba kwa mujibu wa sheria za FIFA IFAB ambayo sheria namba 14 ya penalty, kwamba inapotokea pigo huru la penalty, endapo ikitokea wakati penalty inapigwa timu pinzani ambayo ina faida ya kupiga penalty wakaingia katika eneo la kupigwa penalty kabla mpira haujapigwa, na ikatokea kwamba ile penalty ikagonga mwamba au kipa akacheza au mpigaji akapaisha, na ilitokea kwamba mpinzani ambaye anapiga penalty waliingia katika eneo la penalty, hiyo penalty inakuwa ni batili, lakini pia haiwezi kurudiwa, bali wanapewa faida timu pinzani ambao walikuwa wanapigiwa hiyo penalty. Kwa tukio la jana ambalo liko limetokea kati ya Dodoma Jiji na Simba ndio alikuwa mpiga penalty, alikuwa na faida. Lakini wakati penalty inapigwa, Elie Mpanzu aliingia kwenye eneo la box kabla penalty haijapigwa. Tafsiri yake ni kwamba ilikuwa ni foul, na foul ilikuwa inapigwa katika eneo ambalo alikuwa amechezea Elie Mpanzu Kibisawala kurudi kwako, na haikutakiwa kurudiwa. Hii iweke wazi, haikutakiwa penalty ile kurudiwa kwa sababu upande wa Simba Sports Club waliingia katika eneo kwa mujibu wa sheria namba 14 ya IFAB, ambao hii sasa ndio ambao sisi tunaiamini na tunaisimamia kwamba ikitokea katika eneo la kupiga penalti timu pinzani ambayo inanufaika kupiga penalti wakaongezeka kwenye eneo la kupiga penalti au kwenye nusu duara wakaongezeka ambao wenye faida ya kupiga penalti, na penalti hiyo ikaokolewa au ikagonga mwamba au ikapaishwa, basi hiyo inakuwa ni nini? Inakuwa ni batili, lakini pia inakuwa foul, wanapewa faida wale ambao walikuwa wanapigiwa penalti. Kwa jana ukiangalia Dodoma Jiji walistahili kuweza kupewa foul na haikutakiwa kuwa goli kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini kama ingetokea Elie Mpanzu ameingia kwenye eneo la box kabla mpira haujapigwa na Chama akapiga ule mpira ukaingia golini, sheria inasema kwamba hiyo penalti itakiwa iweze kurudiwa, kwa sababu Chama amepiga, haujagonga mwamba, haujapaisha wala kipa hajacheza, umeingia ndani. Kwa hiyo wanatafsiri kwamba wewe Chama, mazingira yako ya kufunga yameweza kunufaisha zaidi kwa sababu mlikuwa wengi katika eneo la boksi na kumpoteza golikipa. Umeelewa vizuri? Ukiangalia maisha ya nyuma sana, penalti ilikuwa unaweza kukuta kwenye penalti mnaweza mkao mpo watu wawili. Yaani kabla mambo hayajaboreshwa, nazungumzia miaka 90 na kitu huko, watu wako wawili, hujui nani anapiga. Umeelewa vizuri? Ile style baadaye imekuja ikabadilishwa. Kwa sasa hivi mpigaji ni mmoja na unatakiwa kuwa mpigaji na golikipa. Ikitokea wewe mpigaji mkapata faida zaidi ya mmoja kwenye eneo la box, mkapiga penalti na penalti ikaingia kwenye nyavu, hiyo penalti inarudiwa. Kwa hapa naomba wachambuzi wenzangu tunapokwenda kuzungumza tujaribu kufanya utafiti kidogo na tuweze kukubaliana katika hilo. Ile penalti haikustahili kurudiwa kwa sababu Mpanzu aliingia kwenye box kabla mpira haujapigwa na ni kosa. Umeelewa vizuri? Na kweli alikosa. Kama angepata itakiwa irudiwe ile penalty na watu wote waweze kuangaliwa kwamba wasiingie kwenye box. Lakini kwa sababu ilikuwa imeokolewa na kipa, itakiwa kuwa foul, haikutakiwa kurudiwa ile penalty. Narudia mara nyingi ili watu waweze kunielewa. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, IFAB wenyewe sheria namba 14 wamepitisha hilo. Enda kasome kwamba ikitokea timu pinzani inapiga penalti, alafu hiyo inaopiga penalti mchezaji wake akaongezeka kwenye box kabla mpira haujapigwa, akaongezeka kwenye box kabla mpira haujapigwa, aidha kwenye nusu duara au kwenye eneo la penalti kabisa, akaongezeka na kipa akacheza au kagonga mwamba au kapaa, basi hiyo penalti inakuwa ni foul, sio penalti tena. Kwa foul anapewa wale timu pinzani ambao walikuwa wanapigwa penalti, inakuwa ni faida kwao. Lakini kama ikitokea mpira umeingia nyavuni, basi penalti hiyo inarudiwa. Lakini pia ikitokea kwamba ikaonekana kabisa kwamba wakati inapigwa penalti wachezaji wa Dodoma Jiji, wachezaji wa Simba wakavamia eneo la upigaji penalti kwa pamoja, ukiangalia wote wamevamia kwa pamoja kabla mpira haujapigwa, basi hiyo penalti itarudiwa.
Umeelewa vizuri hapo? Lakini ukiangalia kwa mazingira yale, hata ukichora mstari unaona kabisa Elie Mpanzu alikuwa yuko mbele. Na hata ukifuatilia ile video, Elie Mpanzu hakuwa katika eneo la kutulia, alikuwa anatembea. Wakati mpira unapigwa na yeye anakimbia, ambao hiyo ni kosa. Unatakiwa kama penalty inapigwa wote mnakaa nje ya mstari au mnaukanyaga mstari mkiwa mmetulia. Lakini Elie Mpanzu alikuwa katika static. Umeelewa vizuri? Akiwa katika running, hakuwa static, alikuwa kwenye running. Kwa hiyo pia ni kosa. Umeelewa vizuri? Kwa moja kwa moja kwa tukio lile ambalo limetokea la goli la Simba Sports Club, halikustahili kuwa goli, haikustahili kurudiwa penalti, ilistahili kuwa foul na wapete Dodoma Jiji. Hiyo ndo clear ambao inatakiwa watu tuelewe hivyo na mambo yawe hivyo, na upande wa referee kwa upande huo hakuwa fair. Labda unaweza kusema kwamba hakukuwa na VAR, labda ndio imekuwa tatizo ndio hilo, lakini ukiangalia kwa mujibu walivyokuwa wamesimama, Elie Mpanzu alitokea nyuma ya referee wakati sawa, lakini Lazmen alienda kusimama, alikuwa ameenda kusimama opposite na tukio, alikuwa anaona, alisimama katika mstari wa mwisho kabisa wa goal, alikuwa anaona kinachoendelea huku. Kwa nini akumsaidia referee? Kwa hiyo moja kwa moja unakuja kuona kwamba Simba wamepata alama 3 katika mazingira ya kunufaika isipokuwa haki, na Dodoma Jiji walistahili kuweza kupata faulo katika ule mchezo na haikutakiwa kuwa goli. Yes. Unadhani shida ni nini kwa upande wa waamuzi wa Tanzania? Kinachowakumba ni mapenzi au shida ni nini? Mapenzi bila kupepesa macho. Waamuzi pia wana timu zao za kutoka moyoni, wanazipenda. Umeelewa vizuri? Na wakati mwingine pia huwa wanafurahia kwamba timu zao zikishinda, hilo namba 1. Lakini namba 2, pressure ya timu kubwa. Umeelewa vizuri? Kwamba wao wanachoamini wakiwa wanaenda kwenye kiwanja ili maamuzi yake yaonekane yapo sahihi kabisa, ni kuhakikisha kwamba timu kubwa inapata matokeo. Yeye ndo atajiona kwamba ameweza kufanya kazi yake vizuri. Na hata ukiangalia katika maeneo kama yale, marefali sana wanatakiwa wawe waamke kwamba kila nukta ya mpira unaoisimamia tuangalie kanuni inasemaje na sheria inasemaje. Kwamba katika hili pigo huru la penalty tusiwe free kuangalia penalty peke yake, tuangalie pia na mazingira mengine. Ukiangalia hapo moja kwa moja waamuzi walikuwa concentrated na mpigaji wa penalty na penalty husika kuliko kuyaangalia mazingira ya kwenye area ya upigaji wa penalty. Hiyo nao pia imekuwa ni tatizo zaidi. Kwa hiyo hili nafikiri hata mimi nimelisema ili kwamba watu waweze kuamka sasa, hata waamuzi waweze kuamka kwamba sio tu kwamba inatakiwa waweze kurudia tu pigo huru la penalty. Pigo huru la penalty linarudiwaje? Mazingira ya kurudiwa pigo huru yako namna hii. Sio kila walioingia kwenye box pigo huru linarudiwa tu. Kwamba hata wachambuzi wenzangu pia wenyewe waone kabisa kwamba hata tunaposema kwamba ile penalty inatakiwa kurudiwa, inarudiwa kwa mazingira gani? Ukiangalia kwa mazingira ya Simba, penalty haikustahili kurudiwa, ilitakiwa kuwa faulo. Umeelewa vizuri? Kwa sababu gani? Kwa sababu mchezaji wa Simba alizidi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inatakiwa waamuzi wawe aware, lakini pia hata wachambuzi nayo pia wanatakiwa wawe aware. Haikustahili kuwa goli, ilistahili kuwa faulo, na Dodoma Jiji walitoa mchezo mzuri dhidi ya Simba Sports Club. Walistahili kuondoka na alama 1 na kama wasingeweza kupata goli. Lakini pia kuna mazingira, ukiangalia goli limefungwa dakika bado mchezo ukiwa mchezoni. Umeelewa vizuri? Kuna mazingira ambayo inawezekana kwa goli lile labda hata Dodoma Jiji nao walinyimwa kuweza kupata alama 3. Kwa sababu kama waliweza kumanage game mpaka dakika ya 60 hawajaruhusu goli, maana kwamba walikuwa kwenye mpango wao. Kwa hiyo pressure ikawa imebaki upande wa Simba. Vipi kama wangeweza kupata goli? Kwa sababu hata ukiangalia mchezo wao na Young African walikuja kupata goli dakika za nyongeza, goli la ushindi, dakika za nyongeza. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa matokeo ya namna hiyo yamekwenda kumpoteza Dodoma Jiji katika ramani ya kuweza kupata alama 3. Lakini pia kwa matokeo kama hayo pia yamekwenda kumfanya Simba apate goli hilo moja ambao amepewa, ambao si halali. Inawezekana angeweza kupata magoli mawili. Sio lazima pigo lile tu angeweza kushinda. Angeweza kushinda kwenye mazingira mengine. Lakini kutokana na mazingira hayo, unajua goli linapoingia katika dakika ambazo zimekuwa na pressure kubwa, game approach inabadilika. Kwa hata Dodoma Jiji wenyewe wanabadilisha mchezo, Simba wenyewe pia wanabadilisha approach. Kwa hiyo unakuta mchezo unakuwa unabadilika, unakuwa uko tofauti. Lakini kama ukiacha mpira uweze kuchezwa katika njia yake, inamaanisha kwamba matokeo yangeweza kuwa mazuri zaidi haya ambayo tumeweza kuyashuhudia, ambao makosa ya mwamuzi. Kitendo cha refa kumaliza mchezo kabla Dodoma Jiji hawajapiga kona yao, hiki kinaruhusiwa kwenye michezo? Of course ukiangalia kwa sheria ambazo zimeboreshwa, nafikiri ya mwaka 2014-16 anaruhusiwa kuweza kumaliza mpira wakati wowote. Hiyo ipo nafikiri. Katika mazingira ya ile kona ambayo ilikuwa inapigwa, ukiangalia katika yale mazingira, yule alistahili kuiacha ile kona ipigwe, afu baada ya kupiga ile kona yeye ndo amalize mpira. Kwa sababu tayari ilikuwa kwenye move
na Simba wamenufaika hii mara ya pili. Ukiangalia msimu uliopita walinufaika katika mchezo dhidi ya Coast Union. Coast Union walikuwa wametoka 2-2 wakiwa kwenye move ya kushambulia, refa akamaliza mchezo. Umeelewa vizuri? Na kadhalika pia dhidi ya Dodoma pia wakiwa katika move ya kuweza kupata goli, mpira wa kutenga, refa anakwenda kumaliza mchezo. Na ndio maana unakuta ukiangalia hata maboresho ya sheria yaliyofanyika ya mwaka 2014 kwamba refa anaweza akamaliza muda wowote ambao umeshafika muda wa kumaliza mpira akamaliza, lakini kuna kipengele kinasema lakini ikitokea kuna pigo la faida kwa timu pinzani. Mfano unakuta kwamba dakika 90 zimeongezwa dakika 3 zote zimeisha. Alafu ile dakika ya 3 ya mwisho inatokea pigo huru la penalty. Utasema kwamba mpira umeisha. Yaani ndani ya dakika ya 3 ya mwisho imetokea pigo huru la penalty. Na kutoka kwenye pigo huru la penalty mpaka kuenda penalty ipigwe, maana yake lazima kutakuwa na time imeongezeka hapa. Inaweza kukuta zikaongezeka dakika 2, 3, 4 mpaka mpira uje kupigwa. Kwa hiyo unakuta kuna mazingira kama hayo, lazima uweze kuruhusu pigo huru uweze kupigwa kwa sababu hilo ni pigo la faida. Sio, yani wanasema sio on playing game, imetokea faida katika mchezo. Yani kwamba katika kucheza, wakati mimi niko na faida ya kucheza mpira uwanjani, wewe ukachagua kuupiga nje. Kwa hiyo mimi natakiwa nipate faida ya kurusha, au mimi natakiwa nipate faida ya kuupiga. Au katika mchezo uko unachezwa, nikiwa katika playing game, wewe ulichokifanya ukanichezea mimi faulo, ukanichezea mimi madhambi. Kwa mimi natakiwa nipate faida kwa sababu ungeniacha, ningekuwa na mchezo wangu, ningekuwa na faida ya kuucheza ule mchezo, lakini kwa sababu wewe umenikata, umeniondoa mimi katika faida ya kuumiliki ule mpira. Adhabu. Sasa adhabu maana yake ni maumivu. Yaani haiwezekani ikawa adhabu afuka au ikawa iko fresh tu. Yaani ni maumivu. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo inatakiwa kwamba mtu aweze kujifunza kwamba mpira ulikuwa ushaisha bwana, afu umetoa kona, afu ile kona ndio imetuadhibu, ndio maana ya adhabu. Umeelewa vizuri? Lakini sasa ukisema unamaliza wakati wewe ushawapa faida timu pinzani, tafsiri yake ni kwamba wewe ulikuja na matokeo yako. Liwalo na liwe, lakini mimi siwezi kuruhusu nyie mpate kona. Vipi mkipiga kona goli? Yanga alisha kufungwa dakika ya mwishoni kabisa na Mtibwa Sugar. Ilipigwa kona moja kwa moja ikaingia, matokeo 1-1. Yasija katokea kama yale ya Yanga. Ngoja nimalize mpira. Ndicho ambacho kimetokea. Yes. Sawa. Wakati Simba hajapata goli hapo mwanzoni walikuwa pia kuna kona nafikiri ipigwa ikawa goli, hawakupata goli. Mashabiki wa Simba walilalamika sana kusana kwa nini magoli yaingii? Kwa nini mabao yaingii ndani ya goli? Walazimika kwenda kuchukua ile taulo la kipa wa Dodoma Jiji. Mpaka wachezaji wa Dodoma Jiji wanachukua ile taulo na hapa wale wachezaji nani mashabiki. Hii ina maana gani? Kwa nini Simba wanakuwa hawaamini namna matokeo yanavyokuwa? Of course sasa hizo ni imani zetu sisi, tumejizoesha hivyo kwamba huwa tunaamini kabisa kwamba kuna nguvu ambazo zinatufanya sisi tusipate matokeo, which is not good. Umeona hiyo inaleta taswira mbaya sana, kwa sababu sasa hivi ukiangalia mpira wetu unaonekana mataifa mengi, ukiangalia Rwanda wanaangalia, Kenya, Uganda, Burundi, umeelewa vizuri, wanaangalia. Na sasa hivi ukiangalia kuna wengine wanaangalia kwa access kubwa na simu zao tu wanafuatilia mpira, wanatazama. Kwa wakianza kuona vitu kama hivi kwenye ligi ambayo inatajwa kuwa ligi namba 6 barani Afrika, alafu pia inaamini katika mambo ya ulozi na uchawi na ushirikina, ni kitu ambacho kinaleta taswira mbaya sana katika mpira wetu. Kwa mimi binafsi sioni kama ina afya katika hilo, na pia hata tukio hilo mimi pia nalilaani, sio tukio zuri, kwa sababu ukimwangalia golikipa yeye anapokuwa na taulo kitaalam inamsaidia kuweza kupata vision, kwa sababu huwa anatoka jasho, majasho yanatiririka, anaingia machoni, akiingia machoni anamkosa kuwa na vision nzuri. Kwa hiyo anakuwa na taulo kwa ajili ya kujifuta ili kuweza kuondoa ile labsha. Lakini pia wakati mwingine gloves huwa zinakuwa zinajaa maji, huwa zinakuwa zinaloa. Kwa hiyo anapokuwa naye anakuwa anafuta, inampelekea kuwa na urahisi wa kuweza kufanya catching ya mpira. Kwa hiyo taulo linapokaa kitaalamu linaruhusiwa kabisa, ila tu haliruhusiwi kuning'inizwa kwenye wavu, kwa sababu kinaweza kwenye wavu unatengeneza shape nyingine ya goli. Umeelewa vizuri? Unatakiwa uweke chini. Hiyo sawa. Lakini kama inakuwa imekaa chini haijakaa kwenye wavu, hiyo kimpira inaruhusiwa kabisa. Lakini sasa unapoenda kulitoa taulo ambapo unasema kwa unaamini kwamba taulo linakufanya usifunge, mimi siamini katika hilo na wala siwezi kulitolea maelezo kwa sababu ni ushirikina, lakini pia wanasema kwamba ni mila potofu. Yeah. Tunaelekea mwishoni mwa ligi kuu hii ya NBC Premier League. Lakini kuna tetesi ambazo zinaendelea kwamba Simba Sports Club wameweza kufanya usajili ndani chini wa Kevin Nash, lakini pia na Chilambo. Kwa upande wako wachezaji hao unaweza wakasaidia, kwa mfano kama nafasi ya Kagoma ukiangalia na ilivyo na nafasi ya Kapombe, au wachezaji unaweza wakasaidia katika nafasi hizo? Of course, to be honest, usajili huu ni average players. Ukiangalia Nathaniel Chilambo, ukimwangalia pia na Kevin Nation,
ni wazawa hawa, wachezaji wako vizuri kabisa, lakini ukiangalia kwa upande wa Simba namba 2 wanaye Shomari Kapombe, the best player, ni mzawa, ana uzoefu wa kutosha, amewapa kitu kikubwa kimataifa na timu ya taifa, ndio beki wa kutumainiwa Shomari Kapombe. Sasa hivi amepata tu majeraha, umeelewa vizuri Lakini pia wanaye Duchu, umeelewa vizuri, Kameta naye pia ni mzawa, ni mchezaji mzuri, apate nafasi ya kuaminiwa ndani ya Simba. Kwa mimi niko nategemea kwa nafasi hiyo atafutwe mchezaji ambaye either kama sio professional, kama ni mzawa, basi awe na changamoto ya ziada zaidi ya kuwazidi hao wote wawili, na hiyo ndio kitu ambacho hakipingiki kwa Tanzania hii kwa sasa hivi. Namba 2 kwa sasa hivi ukimuondoa Juma Abduli ambaye ameshaacha mpira, kwa sasa hivi hakuna ambaye anaweza kafikia kiwango cha Shomari Kapombe katika kukupa energy, kukupa uzoefu, umeelewa vizuri, kukupa vitu ambavyo vya ziada. Hakuna kama Shomari Kapombe, licha ya kwamba amecheza kwa muda mrefu, umri wake, majeraha na muandama, lakini bado ana kiwango bora sana. Kwa mimi niko nategemea naye kuja kuchukua nafasi yake awe mchezaji ambaye wanasema ni special, yani ana special character ambayo kwa Shomari Kapombe wanakikosa. Umeelewa vizuri? Kwa ukiangalia kwa upande huo, mimi naona kabisa kwamba hapa kwa Chilambo sioni kama kuna kitu ambacho kinaenda kuwaongezea value au kwenda kupambana kama timu bora Afrika ambayo ilikuwa kwenye top 10 ambayo sasa hivi imeshuka baada ya vitu kubadilika, Farabat kupanda, umeelewa vizuri, wakina Jesse Kabili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kubadilika hivyo vitu wameshuka kidogo, lakini huwezi kuondoa ubora wa Simba katika bara la Afrika, katika vilabu vya Afrika. Kwa hiyo kuweza kumchukua Chilambo ili kuja kuwa mbadala wa Shomari Kapombe, mimi nafikiri hapo bado walikuwa wanatakiwa wafanye zaidi ya hapo. Lakini pia kuja kuangalia kwa Kevin Nation, pia ni average player pia vile vile. Nafasi yake kuna mzao Yusuf Kagoma, ameendelea kuimarika kwa sasa, yuko vizuri kabisa. Msaidizi wake ni Maodo Kante, professional player, lakini wote wanakubaliana kwamba anapokaa Yusuf Kagoma Simba wanakuwa comfortable zaidi kuliko akiwa Maodo Kante. Kwangu mimi ninavyoona, kwa Kevin Nation inatakiwa labda kama wana mpango wa kuongeza mtu mwingine, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi yuko Yusuf Kagoma, Kevin Nation akiongezeka, wazawa wawili kwenye nafasi moja, lakini kuna haja ya kumpata namba 6 mwingine ambaye anaweza kuwa professional kwa upande wa Simba Sports Club, kwa sababu mimi namuona Kevin Nation anakuja pale kuwa kama sehemu ya kumbackup Yusuf Kagoma, sio kuja kumpa challenge Yusuf Kagoma akae nje Kevin Nation akiwashe. Sioni hiyo nafasi, ila naona anakuja kumpa challenge kama backup, na hiyo sio mara ya kwanza kutokea kwa Simba Sports Club. Kipindi wakiwa na Tade Ruanga walikuwa na Jonas Gerard Mkude, umeelewa vizuri, walikuwa na Mzamiru